Waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz amesema kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei hatokubaliwa kuendelea kuishi. Hii ni kutokana na shambulio kubwa la kombora la Iran lililoshambulia maeneo kadhaa nchini Israel, yakiwemo Tel Aviv na Beersheba kusini mwa nchi hiyo. Hospitali ya Soroka huko Beersheba imeshambuliwa na shirika la Msalaba Mwekundu la Israeli limeripoti takribani majeruhi 47, wakiwemo watu 3 waliojeruhiwa vibaya. Lakini Irani yenyewe inasema ilikuwa inalenga kambi ya jeshi inayopakana na hospitali hiyo na pia haitorudi nyuma kwa chochote kile. Kwa mujibu wa taarifa mpya za serikali ya Iran, idadi ya waliofariki katika mashambulizi ya Israeli ni 224 na 1277 wamejeruhiwa. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la wanaharakati wa haki za kibinadamu la Iran lenye makao yake mjini Washington, watu wasiopungua 639 wameuawa nchini Iran na zaidi ya 1320 kujeruhiwa tangu kuanza kwa vita hivi. Kwa upande wa Israeli, vifo 24 na mamia ya majeruhi wameripotiwa tangu siku ya Ijumaa kulingana na mamlaka. Kutokana na kauli hiyo ya waziri wa ulinzi, swali ni je, kati ya Israeli na Iran nani ana nguvu? Iran ina jumla ya wanajeshi 960,000 huku Israeli ina jumla ya wanajeshi 635,000. Israeli inakadiriwa kuwa na bajeti ya ulinzi wa dola za Kimarekani 21 mpaka 41 ikilinganishwa na Iran inakadiriwa kuwa na bajeti ya dola za Kimarekani 7.9 mpaka 10.3 bilioni. Israeli ina ndege za kivita za kisasa huku Iran ina jumla ya ndege za kivita 335 zikiwemo zile za zamani ambazo zinahitaji marekebisho, na ndio maana inategemea sana mabomu ya masafa marefu, kwani mabomu yake yana uwezo wa kufika mpaka kilomita 2500. Faida ni kwa Israeli kwani ina ndege ambazo zina uzoefu mkubwa wa kivita. Israeli ina mfumo wa kujilinda zaidi angani na yenye mafanikio 90% kupambana na makombora. Hata hivyo, Iran mfumo wake haupo kwenye kiwango sawa na ule wa Israeli. Israeli yenyewe ina mabomu ya nyuklia, lakini Iran haina, japo ina programu ya kuzalisha nishati mbalimbali kwa kutumia uranium. Sasa nitakupitisha kidogo kuhusu utumiaji wa teknolojia ya nyuklia. Katika ulimwengu huu tunaoishi, umewahi kushuhudia mara 2 tu matumizi ya mabomu ya nyuklia ambayo yalitumiwa katika vita vikuu vya pili vya dunia. Pia ajali ya nyuklia ya Chernobyl ya mwaka 1986, jaribio la Marekani katika jangwa la New Mexico humo nchini kwake. Japan ndio shuhuda wa kwanza wa matumizi ya mabomu ya nyuklia katika majimbo mawili ya Hiroshima na Nagasaki, na ndio mwathirika mkubwa hadi hii leo. Athari za mabomu ya nyuklia ni za kipekee mno. Zipo za muda mfupi na za muda mrefu, na haziwezi kulinganishwa na silaha yoyote ile ya kawaida. Pindi bomu la nyuklia linapoanguka katika ardhi, husababisha mlipuko ambao huzalisha mawimbi ya mshtuko ama shockwave ambayo yanaweza kusambaa hadi kilomita kadhaa kutoka katika eneo la mlipuko. Miili ya binadamu huchanika kwa ndani, ambapo viungo vya ndani kama mapafu pamoja na ubongo hupasuka. Hata hivyo, majengo husambaratika kabisa. Mfano, Agosti 6 ya mwaka 1945 huko Hiroshima, watu takriban 70,000 walifariki hapo hapo. Hata hivyo, tarehe 9 Agosti ya mwaka 1945 Nagasaki, watu 40,000 waliuawa mara moja tu baada ya bomu kulipuka, na pia majengo yote katika eneo la mlipuko la kilomita 2 yaliharibiwa kabisa. Bomu la nyuklia huwa na joto kali kuliko uso wa jua, kiasi ambacho ngozi ya mwanadamu huchomwa hadi daraja la 3 hata kama yuko umbali wa mlipuko kwa kilomita 3. Athari nyingine ni mionzi kuenea kwa kasi ya ajabu mara tu baada ya mlipuko. Mwili wa binadamu huharibika kiasi ambacho mionzi hiyo hupenya kwenye mwili wa mwanadamu na kuharibu DNA, na pia husababisha athari za muda mfupi ambazo ni ugonjwa wa mionzi, kichefuchefu, kutapika, kuharisha damu na nywele kudondoka. Na athari za muda mrefu ni pamoja na saratani, upungufu wa damu,
ujauzito potofu na watoto kuzaliwa na ulemavu. Mfano ile ajali ya kinu cha nyuklia cha Chernobyl huko Ukraine mwaka 1986. Japo haikuwa bomu, mionzi ya nyuklia ilisababisha maelfu kupata saratani, haswa saratani ya tezi. Pia moshi ama vumbi linalozalishwa na bomu au majaribio ya nyuklia inaweza kusambaa mamia ya kilomita kwa njia ya upepo na kuleta athari katika ardhi, maji, mazao na wanyama. Nchini Kazakhstan, Urusi ilipofanya majaribio na kupelekea watu 400 kula chakula ambacho kilikuwa na mionzi bila wao kujua. Marekani ilifanya jaribio lake la kwanza la bomu la atom ambapo wakazi walihama milele. Mpaka hii leo visiwa hivyo havikaliwi kabisa na mtu yoyote. Hata kwa wale waliopona hupata athari za kiakili, kiafya pamoja na kijamii kama kuongezeka kwa kansa, upungufu wa damu, viungo kushindwa kufanya kazi pamoja na magonjwa ya akili, unyonge haswa kwa watoto waliopoteza familia zao, unyanyapaa wa kijamii hasa kwa wale waliozaliwa wakiwa na ulemavu unaosababishwa na athari za nyuklia. Mabomu ya nyuklia sio tu silaha za maangamizi, bali ni janga la maisha ya binadamu, mazingira na kizazi kijacho. Athari zake huanza kwa sekunde, lakini huchukua kizazi na kizazi kuzimaliza. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter.